Shalom, shalom mwana wa Mungu. Ninakukaribisha katika chaneli yetu pendwa ya Apostle Katambi. Chaneli hii ambayo inatuletea mahubiri, mafundisho, maonyo katika neno la Mungu. Mahali hapa ni sehemu ya watu wote. Ni sehemu ya wanaomwamini Mungu, mahali pao ni hapa. Wasiomjua Mungu kabisa, mahali pao ni hapa. Na watu wa aina zote, karibu sana. Tuanze moja kwa moja. Leo nitakuwa na kipindi kizuri cha kutafasiri kwa nini unaota ndoto uso wako umechafuliwa. Kwa nini unaota ndoto uso wako umechafuliwa? Kuna siri kubwa sana. Kwa nini unaota ndoto uso wako umetoboka toboka? Kwa nini unaota ndoto uso wako unashambuliwa? Kabla sijaanza somo hili au tafasiri hii, wewe kama ni mara yako ya kwanza kuingia kwenye chaneli yetu pendwa ya Apostle Katambi, kuna tafasiri nyingi za ndoto ziko kwenye chaneli hii. Unaweza ukaangalia hapo chini, tafasiri nyingi sana. Na pia kama una ndoto yote na kusumbua, unaweza kuitafasiri. Shuka kwenye eneo la comment hapo chini, nitaweka namba ya simu, utanipigia kwa simu yako, na pia weka hitaji lako kwenye comment kwamba napitia 1 2 3 4 5. Pia nataka tuendelee kwamba unaweza pia kushare video hii kwa watu mbalimbali. Mungu akubariki sana. Twende moja kwa moja. Kuna nini kwenye uso mpaka uote umewekewa kinyesi? Kuna nini kwenye uso mpaka uote umewekewa vitu vichafu, masizi? Umewekewa kwenye uso, umewekewa vitu vingine, unapakwa rangi kwenye uso, kwenye ulimwengu wa roho. Wengine anaota kuna kinyesi wamepaka kwenye uso wako, kinyesi. Unajiuliza ni kwa nini wamepaka kinyesi kwenye uso wangu? Wengine anaota kwenye uso wake amepigwa, yani mtu anampiga tu usoni, anapiga tu usoni, anapiga tu usoni, ameumuka manundu kwenye ulimwengu wa roho. Hii ndoto ina maana gani? Sasa tutaanza kujifunza kama ifuatavyo. Uso ni lango. Uso ni lango. Maana kuna mtu anasema, nawezaje kuombea sasa kama hivi naota nimepakwa kinyesi, naota nimechafuliwa usoni, naota nimetobolewa usoni, naota nimeshambuliwa usoni. Nawezaje kuomba? Taombea nini? Nitaombea nini? Uso ni lango la nafsi yako. Uso ni lango la nafsi yako. Nafundisha nafsi katika ulimwengu wa roho. Nafsi ya mtu ndio lango kubwa katika ulimwengu wa roho, lakini katika ulimwengu wa mwili lango kubwa la mtu ni uso wako. Uso wako ni lango, yaani kile kilicho nafsini mwako ili kiweze kuja ulimwengu wa mwili kinapitia kwenye uso wako. Ndio maana hata mtu anapozeeka unamuona usoni. Yaani uso ni lango la nafsi yako. Ngoja nikupe mfano. Maaskari wakitaka kujua mtu ni mwizi, huwa anamwangalia usoni. Maaskari wakitaka kujua mtu ni mwizi, wanamwangalia usoni. Ukitaka kujua mtu anakuahidi ahadi kwamba nitakupa hiki, nitakujengea hiki, bebi, nitakufanyia hiki, nitakufanyia hiki, mwangalie usoni. Kile anachokitamka uso utakuzirishia, maana anayotamka si ni nafsi. Asa kule nafsini huwezi kwenda kwenye nafsi yake, lakini mlango wa kwanza wa nafsi yake ni uso. Ukimwangalia kwenye uso utajua huyu ananidanganya au anidanganyi. Usoni. Okay. Kwa nini uso ni sehemu ya kwanza? Yaani uso wako
ni lango la nafsi yako. Angalia kitabu, maana hapa nafundisha kwa nini unaota uso wako unachafuliwa, unapakwa kinyesi, unapakwa rangi kwenye uso, unatobolewa uso wako. Kwa nini? Na tafasiri ya ndoto hii na uombeje. Ndio maana nafafanua hapa. Sasa unapoota uso wako unaharibiwa, ni malango yako ya nafsi yanashambuliwa katika ulimwengu wa roho. Kwa unapewa taarifa kwamba ulimwengu wa roho, uso ni lango la nafsi. Kwa unapoona uso unashambuliwa, lango lako la nafsi katika ulimwengu wa roho linashambuliwa. Kitabu cha Mwanzo sura ya 4 mstari wa 5 mpaka wa 6, kuna habari ya mtu mmoja anaitwa Kaini na mwingine anaitwa Habili. Hao walienda kutoa sadaka kwa Mungu wa mbingu na nchi. Baada ya Kaini na Habili kwenda kutoa sadaka kwa Mungu wa mbingu na nchi, kilichofanyika, Kaini akatoa sadaka mbaya, Mungu akaikataa. Habili akatoa sadaka nzuri, Mungu akaipokea. Sasa kile kitendo, maana alikuwa akitoa sadaka, moto unashuka unaramba zile sadaka. Kwa hiyo kwa Habili moto haukushuka, akaumia sana Kaini. Moto haukushuka Kaini akaumia sana, akasema kwa nini nimetoa sadaka yangu, Mungu mbona hajaipokea? Kumbuka nafundisha kwa lango la uso wako. Kwa nini unaota ndoto unachafuliwa uso? Kwa nini unaota ndoto unatobolewa uso? Kwa nini unaota ndoto unapigwa ngumi za uso? Kwa nini unaota ndoto uso umekunjamana? Unaota ndoto una hasira kwenye uso umekunjamana. Uso ni lango la nafsi yako. Kwa hiyo sadaka ya Kaini ikakataliwa, sadaka ya Habili ikakubaliwa. Mungu akamwambia Habili, Kaini akachukia sana, lakini ile hasira haikuwa nje ya Kaini. Ile hasira ilikuwa ndani ya moyo wa Kaini, ndani ya nafsi ya Kaini. Ndio Mungu anamwambia Kaini katika Mwanzo sura ya 4 mstari wa 5 mpaka wa 6, kwa nini kughadhabika? Kwa nini kuwa na uchungu? Anamwambia, je, ukitenda vyema hautapata kibali? Usipotenda vyema, dhambi inakuotea malangoni pako. Maana yake Mungu anaonyesha, anasema, yani Mungu anamwambia Kaini, uso wako umekunjamana. Alafu anasema dhambi inakuotea, uso wako umekunjamana. Maana yake Kaini alikuwa na hasira moyoni. Kaini alikuwa na hasira moyoni mwake, lakini kinachoonyesha kwamba Kaini ana hasira na anataka kumfanyia mabaya ndugu yake Habili amuue, anasema kwa habari ya nafsi na hasira, lakini anasema uso wako. Maana yake kinachowakilisha ile hasira ya moyoni mwako, kinachowakilisha ubaya wa moyoni mwako, uso wako. Kwa nini uso? Uso ni lango la nafsi ya mtu. Uso ni lango la nafsi ya mtu katika ulimwengu wa roho. Ndio maana mtu kama mnataka kufanya naye biashara, mwangalie usoni. Mtu anakuahidi kitu, mwangalie usoni. Sio nitakununulia hiki kiwanja, nyumba, mwangalie usoni, utajua huyu ni muongo. Kwa sababu kile anachokitamka ndani ya nafsi yake ndicho kitakachokuja juu yake kwenye uso. Unasema kwa nini? Angalia kitabu cha Ayubu sura 24. Ayubu sura 24 mstari wa 15. Uso ni lango la nafsi. Ayubu sura 24 mstari wa 15. Anasema tena jicho lake, Ayubu, hebu tuanze kwanza Ayubu 23 mstari wa 17. Tuanze kwanza Ayubu 23 mstari wa 17. Anasema maana sikufadhaishwa kwa sababu ya giza, wala kwa sababu ya giza kuu iliyofunika uso. Kwa sababu ya giza kuu iliyofunika uso. Kwa tunaona uso, lengo lao, uso unaweza kufunikwa na giza. Na tafasiri ya mahali hapa, Biblia inaposema uso wake umefunikwa na giza, sio giza la usiku. Anaposema kwa habari ya giza, ni ufalme wa Shetani.
Ndio maana anasema Yesu ni nuru ya ulimwengu. Alafu anasema ufalme wa Yesu ni ufalme wa nuru na ufalme wa shetani ni ufalme wa giza. Kwa anapozungumza kwa habari ya giza, anazungumza kwamba ni kwa habari ya ufalme wa shetani. Maana yake ulimwengu wa roho wa giza wakitaka kuharibu maisha yako, wanafunika uso wako kwa giza. Ndio nasikia kwamba wanaanza kutamka kwenye uso wako kwamba anapoenda kwa watu wasionekane. Watu wanapoona uso wake wamchukie. Watu wanapoona uso wake wasione uzuri wake. Kila anayeenda kukiangalia kwa uso wake kiharibike. Kwa hiyo wanadhibiti lango la nafsi yako kupitia uso. Wanadhibiti baraka zako kupitia uso, kwa sababu uso ni lango la nafsi yako katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo unapoota ndoto mara kwa mara, unapoota ndoto, uso wako umechafuliwa, uso wako umewekwa giza, uso wako umepigwa, uso wako umeharibiwa, uso wako umeshambuliwa. Katika ulimwengu wa roho wa giza wanashambulia malango ya nafsi yako. Kwa hiyo unapoanza kuomba, usiombe tu kwa habari ya kufungua uso. Omba na fungua malango ya nafsi ya uso wangu. Maana kila unachokitafuta, kila unachokitaka ili kikufikie, kiende kwenye nafsi yako, katika ulimwengu wa roho kiende kwenye nafsi yako, kinaanzia kwenye lango la uso wako. Kwa hiyo ulimwengu wa roho kichawi wanajua siri hii. Kwa hiyo ukiona mara umepakwa sui masizi, mara umepakwa mavi, mara umepakwa nini, wanavuruga ili usiweze kufanikiwa. Uwe ni mtu wa kuchukiwa, mtu wa kukataliwa, mtu wa kufanya nini, kwa sababu uso ni lango la nafsi yako. Hata tunapoenda kuoa huwa tunaangalia uso. Hata unapoenda kuolewa huwa tunaangalia uso. Hata gari wanaangalia uso. Hata nyumba inapojengwa wanasema uso wa nyumba uko wapi? Ardhi ina uso, ndege wana uso. Kwa uso wako ndio umebeba hatima yako ya lango lako la nafsi. Kwa wakifunga uso, baraka zako muhimu huwezi kuzipata. Wakifunga uso wako, mema yako muhimu huwezi kuyapata kwenye ulimwengu wa roho. Lango lako la nafsi kupitia uso wako. Unasema naongea nini? Ndio maana unaota unapakwa masizi, unapakwa mavi, unaota uso wako unapakwa giza, uko umefunikwa na giza, unaota uso wako umechafuliwa. Kwa hiyo ni lango lako la nafsi linafungwa ili usipate yale mahitaji muhimu, mema muhimu. Kupitia uso wako unavuta vitu, mali, ile neema. Uso wako umebeba neema. Niseme ile neema. Unapoongea na mtu akusikilize, unapoongea na mtu akujali, unapoongea na mtu anapokuangalia tu hivi, ile nuru, kuna nuru ambayo iko kwenye uso wako. Kwa ile nuru ikivurugwa, ile nuru ikiharibiwa, ile neema ikiondolewa kwenye uso wako, kila unayeongea naye anakuchukia, kila unayeongea naye anakukataa. Unaweza kunifuatilia kwenye channel yetu pendwa Apostle Katambi katika kipindi kijacho kupitia maombi ya kufungua neema iliyofunikwa kwenye paji lako la uso kupitia chaneli hii ya Apostle Katambi. Kwa unapoona wanakufunika kwa giza, unapoona wanakupaka kinyesi, unapoona wanakushambulia, mara unapigwa usoni, wanashambulia ile neema ulionayo, ambao unaweza kuongea na mtu akakusikiliza, ukaongea na mtu akasema ni ukweli. Unaweza kumwambia mtu na shida hii fulani, yani umemaanisha na tatizo fulani kubwa, tu anaona tu kawaida, kwa sababu uso wako ile neema imeondolewa, ule uwezo kwa uso wako umeondolewa. Mungu akubariki. Ili uwe wa kwanza kupata maombi hayo, unaweza tumia tu mbinu ifuatayo: subscribe channel hii. Baada ya kusubscribe channel hii, bonyeza alama ya kengele na weka comment yako hapo chini. Unapitia nini? Ndoto gani unataka tuitafasiri? Weka comment yako hapo chini, na unaweza pia kushare video hii kwa watu mbalimbali, maana tatizo hili sio wetu linakusumbua, linasumbua watu wengi sana. Kwa unaweza tukampigia mtu simu, hebu angalia channel ya Apostle Katambi, angalia, nimeona kuna hiki na hiki. Mungu atakubariki, utakuwa unahubiri injili pamoja na mimi. Neema Kristo iwe juu yako. Shalom, shalom. Na pia unaweza kuona namba ya simu kupitia hapo kwenye eneo la comment, utaona namba ya simu, piga. Mungu akubariki sana, Mungu akuzidishie.
katika jina la Yesu aliye hai. Amen.